Ndugu mtazamaji, jeshi la polisi nchini Tanzania limethibitisha kuanza uchunguzi wa kina kufuatia kusambaa kwa picha mjongeo kwenye mitandao ya kijamii inayomwonyesha raia wa kigeni mwenye asili ya China akiwa na mifuko ya sandalusi iliyojaa fedha taslim zikiwemo shilingi za Kitanzania na fedha za kigeni, tukio lililozua mjadala mpana miongoni mwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza na gazeti la Habari Leo, msemaji wa jeshi la polisi David Misime amesema kuwa uchunguzi tayari umeanza baada ya video hiyo kuonekana hadharani, huku akisisitiza kuwa taarifa rasmi itatolewa baada ya hatua zote za kiuchunguzi kukamilika ili kubaini ukweli wa tukio hilo pamoja na chanzo cha fedha hizo. Misime amesema kuwa wakati anaiona picha hiyo mjongeo, tayari jeshi la polisi lilikuwa limeanza kuchukua hatua za awali za kiuchunguzi, akieleza kuwa ni mapema kutoa hitimisho lolote kabla ya taratibu zozote za kisheria kukamilishwa. Picha hiyo mjongeo iliyosambaa siku ya jana tarehe 7 mwezi wa kwanza 2026 inayoonyesha raia huyo wa kigeni akiwa ndani ya jengo la makazi akizungukwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni maafisa wa usalama waliovaa kiraia, wakimpa maelekezo ya kutoa fedha hizo kutoka kwenye mifuko mitatu ya sandarusi. Ndani ya mifuko hiyo zinaonekana fedha nyingi za taslim zikiwa zimefungwa kwa mafungu. Kwa mujibu wa taarifa zinazozagaa mitandaoni, tukio hilo linadaiwa kutokea nyumbani kwake katika eneo la Oyster Bay, mtaa wa Mazengo, katika nyumba ya Phoenix jijini Dar es Salaam. Wakazi wa eneo hilo wanadaiwa kuwa walianza kupata mashaka baada ya kushuhudia mienendo isiyo ya kawaida ya raia huyo na wenzake. Taarifa zinaeleza kuwa majirani kwa kushirikiana na viongozi wa serikali ya mtaa wa Oyster Bay walitoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama baada ya kudaiwa kuwa raia huyo wa kigeni na wenzake walikuwa wakiondoka nyumbani majira ya saa 1 usiku na kurejea alfajiri saa 10 wakiwa na mifuko mizito iliyodhaniwa kuwa na fedha za kigeni. Hatua hiyo ilielezwa kupelekea kufanyika kwa msako uliofanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao, ambapo baada ya upekuzi walikutwa na fedha taslim zikiwemo dola za Kimarekani na shilingi za Kitanzania zenye thamani inayokadiriwa kuzidi shilingi bilioni 6 za Kitanzania. Kwa mujibu wa taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi na jeshi la polisi, fedha hizo zilikuwa zimefichwa ndani ya nyumba namba 317 ghorofa ya 3 katika eneo hilo la Oyster Bay. Hadi sasa jeshi la polisi halijathibitisha rasmi kiasi halisi za fedha hizo za kigeni, ambacho kinasadikika zinaweza kuwa ni nyingi zaidi mabilioni ya fedha, kilichokamatwa wala kuwataja watuhumiwa kwa majina yao halisi, likisisitiza kuwa uchunguzi unaendelea na kwamba taarifa kamili itatolewa kwa umma mara baada tu ya uchunguzi utakapokamilika. Kwa ujumla, tukio hili limezidi kuongeza taharuki na sintofahamu miongoni mwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa ikizingatiwa ukubwa wa kiasi cha fedha kinachodaiwa kukamatwa, yaani shilingi bilioni 6, na mazingira ya tukio lenyewe. Wengi wanaona kuwa majibu ya haraka na ya wazi na yenye ushahidi ni muhimu ili kurejesha imani ya umma katika mifumo ya udhibiti wa kifedha na utendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama. Katika mazingira ambayo tuhuma za rushwa, utakatishaji wa fedha na matumizi mabaya ya madaraka zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara nchini Tanzania, wananchi wanasubiri kuona iwapo uchunguzi huu utaenda mbali zaidi ya taarifa za awali na kugusa wahusika wote bila kujali uraia au nafasi zao katika jamii ya Tanzania. Kihistoria, si mara ya kwanza kwa matukio yanayohusisha fedha taslim nyingi kuzua mjadala mkubwa nchini Tanzania. Miaka ya nyuma kumewahi kushuhudiwa kashfa kadhaa zilizohusisha viongozi waandamizi wa serikali na taasisi za umma, ambapo fedha nyingi zilidaiwa kupatikana au kuhusishwa na matumizi yasiyoelezeka. Baadhi ya matukio hayo yaliibua maswali makubwa kuhusu uwajibikaji, uwazi katika usimamizi wa rasilimali za umma na uhuru wa vyombo vya uchunguzi kufuatilia wahusika kwenye mamlaka makubwa serikalini. Ingawa katika baadhi ya kesi hatua za kisheria zilichukuliwa na watuhumiwa kufikishwa mahakamani, matukio mengine yaliishia katika ukimya au taarifa zisizotoa majibu ya kina kwa wananchi wa Tanzania.
Tanzania. Hali hiyo imekuwa ikichangia kuendelea kwa mashaka ya wananchi kila inapojitokeza taarifa mpya inayohusisha fedha nyingi na watu wenye ushawishi nchini Tanzania. Katika muktadha huo, wachambuzi wa masuala ya utawala bora wanasema kuwa tukio la sasa litakuwa kipimo muhimu cha dhamira ya serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika kupambana na uhalifu wa kifedha na kulinda maslahi ya umma ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Macho ya wengi sasa yameelekezwa kwa vyombo vya ulinzi na usalama, wakitarajia uchunguzi wa wazi na wa haki na usio na upendeleo kwa upande wowote, pamoja na taarifa itakayoweka bayana ukweli wa tukio hili na hatua zitakazochukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kuhusika na udhalimu huu unaoendelea kuwakandamiza wananchi wa Tanzania. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.